Karibu katika episode ya 4 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, hakikisha unagusa tuki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mjadala mzito ndani ya kituo cha polisi ilikuwa ni kwamba huyu jamaa ambaye ana tattoo katika shingo yake ni nani, lakini walikuja kugundua kwamba jamaa hajawahi kuacha ushahidi wa alama zake hata kidogo. Hasa ikabidi waanze kupeleleza ni wapi ule mzigo ulikuwa umetokea, kwa sababu mtu aliyekuwa anapokea mzigo taarifa zake wameshindwa kabisa kuzipata. Ikabidi kuanza kupeleleza na kufuatilia katika CCTV kamera ni wapi ule mzigo ulikuwa umeweza kutokea. Kwa bahati nzuri sana, mtu aliyekuwa ameagiza mzigo sura yake iliweza kuonekanika katika CCTV kamera. Kwa hiyo operation ya kumtafuta ikawa imeweza kuanza. Ikabidi afande Jisok aweze kuelekea mitaa ya klabu, kwa sababu taarifa zinaonyesha kwamba yule mwamba aliyekuwa ameagiza mzigo anapenda sana kujirusha sana pati kama zote, lakini amefika klabu kuna kabidada fani kakaka anamzuia. Na haka kabidada kakaanza kumkatikia mwamba mauno. Kiutani tu hivi kakachomoka na pingu. Dakika 2 mbele kakaka amechomoka na ile bunduki ya shoti, kakamchapa nayo mwamba akajikuta ameanguka chini. Dakika hizo bidada akawa ameweza kuingilia ugomvi na kuweza kumsaidia jamaa. Na kumbe hata yule bidada ambaye alikuwa amemnyang'anya mwamba bunduki alikuwa ni mlinzi wa yule mwamba ambaye huwa anasafirishaga biashara ya madawa ya kulevya. Na hapa ndipo alipoweza kumuona jamaa alikopo juu kabisa gorofani. Na sasa ili kumkamata mwamba kiurahisi, waligundua kabisa kwamba huyu jamaa udhaifu wake ni watoto wa kike. Ikabidi basi bidada Yorang aweze kujipendekeza kwa mwamba kana kwamba amekuja kujiuza hivi. Na hapa ndani kulikuwa kuna vile vidonge ambavyo mara ya kwanza vilionekanika kwamba ni kama vidonge vya kuongeza hamu ya tendo la ndoa, lakini baadaye walikuja kugundua kwamba haya yalikuwa ni madawa ya kulevya. Mwamba Soji akakabidhiwa vile vidonge vyote vilivyokutwa pale ndani na akaanza kukimbia. Sasa wauni walianza kumfukuzia huyu jamaa kwa sababu amechukua kitu cha muhimu sana kwao. Na kumbuka kwamba hiki ni kama ushahidi yani. Baada ya Fande Soji kukimbia umbali mrefu sana, akajikuta amefika katika eneo ambalo hakuna njia tena. Kwa hiyo mbio za sakafuni zikaishia ukingoni. Kwanza wauni wakaanza kumkusanya, walimtawanya hapo chini. Lakini ndani ya dakika hizo bidada Yorang alikuja na bomba la kuzimia moto na akaanza kuwazima. Wao si wamewasha moto bana, aliwachapa maji vibaya mno. Na Mwamba Jisok ndo akawa anapatia upenyo wake, moja kwa moja akachomoka chini kabisa ya miguu ya moja kati ya nyamela. Na mwamba akawa amemfikia bidada. Hapa wakaanza kusaidiana kuwamwagia maji hawa ndugu. Piga maji vibaya mno, lakini namna ambavyo walikuwa wakisaidiana asini ilikuwa iko vile romantic. Baada ya hapo moja kwa moja wakawatia mikononi wale majambazi, wakawapeleka mpaka kituo cha polisi. Sasa bahati mbaya ni kwamba huku katika eneo la hospitali yule mwamba mwenye tattoo aliweza kumvamia yule mzee na kwenda kumwangamiza. Na mzee baba huku katika kituo cha polisi wanazidi kuhojiwa tu, lakini wanagoma kuongea ukweli. Ila afande akasema, mnajua kwamba kutumia madawa ya kulevya kutawasababisha mfungo gerezani kwa kipindi cha miaka 30? Mkitusaidia angalau kupata taarifa za nani ambaye anawaagiza kufanya biashara hiyo, itatusaidia hata sisi wenyewe kuwapunguzia nyie adhabu pindi mtakapokuwa mmefikishwa mahakamani. Kwa ni muhimu sana mkaongea ukweli. Mwamba akasema, ni kweli bana, mimi nafanyanga biashara ya madawa ya kulevya ila simjui mtu atatu. Akasema, sisi huwa tunapelekaga tu madawa ya kulevya. Baada ya kuyapeleka tunaacha pesa chini ya mashine zile za kimachinga za kuuza maji. Kwa yule mtu atatu anaendaga pale chini anachukua zile pesa zake na anaondoka. Lakini wakati wanaendelea kumfanyia huyu kaka Kibaka mahojiano, ghafla tu simu ikaita katika kituo cha polisi. Kwenda kupokea ni mtu atatu. Akasema, nimeshamkamata yule mzee ambaye alikuwa yuko hospitali. Hasa hili swala la mzee wao hata wakutaka kulitilia umakini sana, ila wakawa wanafikiria kwamba wanatakiwa kupeleka pesa katika zile mashine za kimachinga ambazo zinauza maji, ili mwamba watatu atakapokuwa anafika pale waweze kumkamata. Hasa kwa kuwa bidada yale ndio maeneo yake na muda mwingi anashinda kule, alikuwa anajua mashine zote zinazohusika na uuzaji wa maji katika maeneo ya chini ya treni na akaziorozesha na wakazicholea ramani pale chini. Kweli kabisa bwana, maafisa wa polisi wakavaa kawaida, alafu moja kwa moja wakawa wametimba katika hayo maeneo. Kwa bahati nzuri siku ya leo waliweza kumuona mwamba mwenye tattoo na wakamvizia mpaka alipoweza kufika katika jumba lake la siri alikomhifadhi mzee. Hasa mwamba mtu wa tattoo hajui kabisa kwamba ameshazingirwa katika maeneo haya. Yeye akaanza kumfokea mzee. Mzee, nahitaji madawa yangu ya kulevya, nahitaji madawa yangu, niambie ulipeleka wapi? Lakini bidada pale akawa amejitokeza akiwa ameshika bunduki na kusema kwamba uko chini ya ulinzi, usisubutu kumfanya chochote huyo mzee na wala usijaribu kutikisika. Hasa wakati bidada anaendelea kuzuga huku mbele kumtishia mwamba wa tattoo, kumbe Mwamba Jisok alikuwa amemvizia mshikaji nyuma yake. Alimpiga bonge la ngwala. Mshikaji hakuamini kwamba ameshafika ardhini na tayari pingu iko mkononi pake. Kwa bahati mbaya mwamba hajamchapa hata pingu huyu mtu wa tattoo. Ghafla tu alikuwa amepigwa na kitu fulani cha ncha kali kama kisu hivi. Jamaa akawa ameanguka chini, alafu akamrudia moja kwa moja yule mzee. Na
Na hapa bidada Yorang ndo akawa ameshtuka kwamba akileta masihara basi atakwenda kumpoteza mzee, lakini pia atakwenda kumpoteza Mwamba Jisok. Akawa ameikoki bunduki yake tayari kwa ajili ya kufyatua. Kila bidada anapomwambia Mwamba asalende, lakini jamaa ndo kwanza akawa anacheka tu, anasema nataka nimuue kwanza huyu mzee. Bidada akaona kwamba akiendelea kuwa na huruma kila wakati atajikuta anawapoteza hawa watu. Akafyatua risasi kampiga mguu huyu jamaa wa tatu. Na hii ndio ikawa risasi ya kwanza kufyatuliwa kutoka mikononi kwa bidada kutoka alipoanza kazi yake ya polisi. Na wakati huo Mwamba Jisok ambaye alikuwa amechomwa kisu katika maeneo ya kifua eti akaonekanika amesimama tena anamfuata bidada. Sasa bidada akawa anamwambia wewe unatembea na kisu hapo ni hatari. Na Mwamba akasema umesahau kwamba ulinikabidhi chakula cha mzee ambacho kilikuwa kina notebook ya kwamba mtoto wake amwandalie supu, nilikuwa nacho hapa katika koti langu. Kumbe bana kile kisu kilikuwa kimetua katika eneo hilo la chakula. Basi moja kwa moja maafande wakawa wameitwa eneo la tukio na ambulance zikaja kuwachukua wale ambao walikuwa wamejeruhiwa na kila kitu kikawa kinaendelea fresh kabisa. Nyakati za usiku wakawa wamerudi nyumbani. Sasa leo Mwamba alilala kijani kidogo na bidada. Bidada nyakati zote za usiku alikuwa busy tu anamtazama Mwamba kana kwamba amevutiwa naye kimapenzi. Kumbe anaikumbuka ile funguo ya kuingilia katika maeneo ya ndaki kwa sababu anataka kwenda kupeleleza kujua dada yake yupo au hayupo. Lakini wakati ambao bidada alikuwa anahangaika kuzichukua zile funguo za Mwamba, akashangaa ameweza kushtukiwa. Sasa jamaa alijua kwamba bidada anahangaika anataka kula kwa sababu atakuwa na njaa, akamwandalia msosi na akampeleka sebreni. Na Mwamba Jisok ili kuchangamsha kilinge kwanza akaanzisha vistori vya baba na mama. Akaanza kusema ni nini ambacho kilitangulia kati ya yai ama kuku. Bidada akasema litangulia yai ndo likaleta kuku, na Mwamba akasema kuku ndo alitangulia kaleta yai. Na wewe mtazamaji wangu sijui unasema nini? Hebu andika katika comment hapo. Ni kitu gani ambacho kilitangulia kati ya kuku na yai? Ndio swali ambalo Mwamba alikuwa akimuuliza bidada. Lakini mwisho wa siku bidada Yorang akaamua kukubaliana na Mwamba akisema kwamba ni kweli kuku ndo alitangulia ndo akaleta mayai. Unajua tena huwezi kubishana na bosi wako kila wakati kwa sababu yeye ndo anayekulisha afu unaishi kwake sasa hivi. Hasa kama unavyojua tena mtu akishiba mbwembwe zinakuwa nyingi. Jamaa akasema unajua siku ile ulinipiga kizembe sana, lakini mimi nikikuonesha uwezo wangu wewe uniwezi hata kidogo. Mwamba alipiga mashurati za kutosha pale, hapo alipiga na bonge la back flip. Sasa wakati anaendelea kupiga zile serekasi zake, kwa bahati nzuri bana ile funguo ambayo bidada kila wakati anaitafuta si kaanguka. Asa Mwamba ametoka kuonesha njonjo zake, anarudi kutaka kuendelea kula. Bidada akasema itakuwa sio vizuri kuendelea kula nyakati za usiku. Akawa amechukua poti eti anaondoka nalo, anasema tusile sana usiku sio vizuri. Basi mwingine anasema tunatakiwa tule, mimi nina njaa, na mwingine anasema tusile. Wakaanza kung'ang'aniana ile sufuria. Kitu ambacho walikuwa wakijui ni kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amevalia nguo nyeusi alikuwa akiwachungulia. Tena alitumia fursa hii vizuri wakati hawa wawili wanagombana, akaanza kuwapiga picha. Ila alipokuwa akimpiga picha bidada, kuna kumbukumbu zikawa zinamjia huyu mtu ambaye amevalia nguo nyeusi. Na Mwamba kila alipokuwa akimtazama huyu bidada anaona kabisa sura yake inafanana na mwanamke mmoja ambaye amewahi kumfanyia tukio la kinyamela sana. Kumbe lile tukio ambalo alikuwa amemfanyia dada yake na bidada Yorang. Bidada akakimbia na ile bakuli moja kwa moja kuelekea katika maeneo ya bafuni, na alipoweza kufika huku ni kama vile mwanga ulikuwa unatikisika hivi. Alipoweza kugeuka nyuma ni kama kulikuwa kuna mtu, kumbe alikuwa ni Mwamba Jisok. Bidada alikuwa ameogopa sana, afa akamlaumu Jisok kwa kusema kwamba kwa nini unakuja kimya kimya katika maeneo ya bafu? Mwamba akasema nimekuja kimya kimya kwa sababu nimeona mwanga unatikisika, nikawa nahisi kwamba kuna shida kidogo. Lakini kila wanapotembea na wanakosogea bado bidada alikuwa amelikumbatia lile sufuria. Hataki kabisa Mwamba aweze kugundua kwamba mule ndani kuna funguo. Na yule mshikaji ambaye amevalia nguo nyeusi aliendelea kuwafuatilia katika kila hatua na maongezi ambayo wanayafanya. Sasa huwezi kuamini ile siku mpaka ikapita bana. Kesho yake wakaweza kukutana tena katika maeneo ya kujipatia msosi. Ndio Mwamba akawa anashtuka kwamba mbona utafikiri kuna ufunguo na miss katika nguo zangu? Na Mwamba akawa anamuulizia bidada, "Hivyo hujachukua funguo yangu ile ambayo nilikatazaga kuchukua?" Bidada akasema hapana, sijachukua. Ila baadaye akaanza kujisi kwamba ni kama amefanya hatia. Akasema basi ngoja nielekee ofisini kuitafuta. Sasa wakati wanaondoka kuelekea ofisini ili wakaitafuta hiyo funguo, wakakutana na afisa mmoja hivi anayefahamika kama Maji. Na huyu ofisa ndiye alikuwa anashughulikia kesi ya kupotea kwa bidada Yorang, dada yake. Na pia huyu ofisa Maji alikuwaga ni mtu ambaye amesoma na dada yake na bidada Yorang. Kwa alikuwa na uchungu sana na kesi ya kupotea kwake. Na Maji akasema nilikuwa nakutafuta wewe Yorang ili uweze kuniambia mambo ya msingi sana kutokana na kupotea kwa dada yako. Sasa hapa ndo Mwamba Jisok akawa anakuja kugundua kwamba inaonekana kumbe dada yake na bidada Yorang aliwahi kupotea. Hasa bidada Yorang aliwaza kwamba kama akiendelea kukaa hapo huenda ukweli wake utakwenda kudhibitika, na akigundua tu Mwamba Jisok kwamba dada yake aliwahi kupotea, hii issue itakuwa ngumu sana kuifuatilia. Hasa bidada kwanza akatumia nafasi hii kwa haraka sana, akachukua ufunguo na moja kwa moja akaelekea kule katika maandaki kwenda kutaka kujua je, dada yake alikuwa ameelekea huko, lakini hakuna viashiria kana kwamba dada yake alikuja katika maeneo haya. Hasa unajua kwa nini bidada mpaka dakika hii hawaamini kabisa polisi kupeleleza kesi hii? Kwa sababu anaamini kwamba polisi hawaamini kwamba dada yake
aliweza kupotea. Wanaamini kwamba dadake atakuwa yuko katika mitaa tu anaendelea kuzurura huko, kwa sababu walipokuwa wamefuatilia rekodi na taarifa za dadake na bidada Yurang waligundua kwamba alikuwa na ugonjwa unaofahamika kama amnesia, yani ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Hasa leo bana, kuna bonge la tukio katika treni. Kuna mwamba mmoja hivi alikuwa na nywele nyeupe. Huyu jamaa kuna kitu amekipoteza. Sasa akawa anahisi eti abiria wote watakuwa ni waizi, akawa na wasechi, hebu wewe fungua begi yako nikague. Na hili tukio lilishuhudiwa na Afande Jisok pamoja na Afande Yurang, na moja kwa moja wakawa wamemfuata huyu mzee na kumwambia kwamba kwa nini unasumbua watu? Mzee anasema ile wallet niliyoibiwa ni ya muhimu sana na vitu vyangu vya msingi. Hasa mwamba aliendelea na fujo sana, ila ilikuja tu utulivu wa ghafla mara baada ya mwamba kusikia mtu mmoja akiwa anapiga aina fulani hivi ya muziki. Ghafla yule jamaa akawa ametulia. Hasa unadhani huyu jamaa kwa nini alipokuwa akisikia muziki ndo akawa ametulia, na kwa nini kabla ya muziki alikuwa anapiga makelele sana akidai wallet yake? Je, Grasshopper bado kazi zake zinaendelea kwa sababu watu wanazidi kuibiwa? Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu, kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Wewe bwana wewe, upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezewa channel na kukuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.